wa halmashauri ya walei jimbo, vyama vya kitume jimbo na viongozi wa halmashauri ya walei kutoka katika parokia zetu. Sehemu hii ya maandiko matakatifu ambayo tumesikia ni Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hiyo mpaka 16. Ni sehemu tuliyochukua kati ya mahali ambapo katika kadiri ya Injili Mathayo ndio inaitwa hotuba ya mlimani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sehemu hii ya maandiko matakatifu inabeba ujumbe mzito sana katika Biblia. Tungeweza kusema muhtasari wa maisha ya Kristo, namna anavyopaswa kwenda, inatoka katika sehemu hii, sura ya 5 mpaka sura ya 7 ya Injili ya Mathayo. Na kama tulivyosikia na kama ambavyo mnaweza pia hata mkakumbuka, baadhi ya mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo ameyatoa ni yale nilisema, kwa mfano, mmesikia imenenwa usizini, usifanye, lakini mimi nasema. Mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, msisitizo wa pekee na muhimu kweli katika kutafakari Injili, mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo sisi tunapaswa kuyaishi ili tuweze kujitakatifuza sisi wenyewe na tuweze kutakatifuza ulimwengu, tuweze kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu wenzetu. Sasa sehemu hii ya Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anasisitiza juu ya vitu viwili, kwamba sisi ni chumvi na sisi ni nuru. Anawaambia wafuasi wake, wale ambao walikuwa na wahubiria, wale ambao walikuwa na wapa neno lake, ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Chumvi tunajua kwamba kazi yake ni kunogesha, kufanya kitu kipate ladha, kufanya chakula kipate ladha yake, kiwe kitamu zaidi. Kwa kweli kama umezoea kutumia chumvi, ingawa wakati fulani daktari anashauri kwamba usitumie chumvi kwa sababu ya afya yako, na hasa kama BP zako zinaanza kwa juu, wanakushauri upunguze chumvi, kwa sababu chumvi ina kawaida ya kuongeza BP. Basi hilo ni swala sasa la kitaalamu, lakini kwa kawaida unapoanza, na hata kama wapo wenzetu hapa ambao wanatumia chumvi wanajua kwamba maziwa yalikuwa magumu sana. Kama ulikuwa unatumia chumvi, baadaye daktari anakuambia usitumie, unaonja sasa chakula kama kina ladha hivyo na hakinogi. Baadaye unavyoendelea utazoea taratibu, lakini kwa kweli chakula kinakuwa hakinogi, kipate ladha yake, kuonja ladha njema kutoka kwetu, wapate furaha, wapate amani, wapate faraja. Sisi kuwa nao, watu wajisikie, wamuone Mungu kwa njia yetu sisi, kunogesha. Lakini chumvi inatumika pia kama dawa, kama dawa katika maana ya kwamba maeneo mengi, na hata sasa tumika zamani, lakini hata sasa bado inaendelea kutumika kama sehemu ya matibabu. Sasa hivi kuna chumvi fulani inaitwa Himalayan salt, chumvi ya kutoka milima ya Himalaya, ina madini ya pekee ambayo ukitumia chumvi ile inauzwa gharama kidogo. Hapa Tanzania sijaiona, Kenya kule nimeona. Chumvi ile ni dawa nzuri sana. Wanasema inatibu pia hata mifupa na inatoa, kwa sababu ina madini. Kwa hivyo kama mtu ana shida ya upungufu wa madini fulani,
mwilini kama calcium, phosphate na madini mengine ya muhimu anapata. Kwa hivyo Yesu aliposema ninyi ni chumvi ya dunia, alikuwa na maana pia kwamba tuwe chumvi, tuwe kama dawa ya kutibu maumivu ya wengine, kutibu kimwili na kiroho. Kwa hivyo kiroho tunaweza kuwa kama dawa ya kuwaondoa wenzetu kutoka katika mahangaiko mbalimbali. Kuna wengine wanahitaji faraja yetu, wanahitaji kupata msukumo wetu, wapone. Kwa hivyo sisi tunapaswa kuwa dawa kwao. Chumvi pia ina kazi ya kuhifadhi. Inaweza kuhifadhi, ilitumika zamani, inaweza kuendelea kutumika hata sasa, na wengine bado wanatumia katika kuhifadhi. Kwa mfano hasa nyama. Nyama ukikata kama mshikaki fulani ndefu hivyo, alafu ukaiwekea chumvi au unailoweka kwenye maji yaliyochanganywa na chumvi nyingi, chumvi inaingia kwenye nyama hii. Nyama inaweza kukaa muda mrefu bila kuharibika. Katika kuhifadhi tujitahidi kuwa na tuweze kuhifadhi pia mambo hata ya wenzetu. Na wakati fulani tunatumika pengine kama heshima ya mtu, utu wake na roho yake. Hata kama amefanya makosa, wakati mwingine tunapaswa kuwahifadhi wengine, katika maana ya kwamba sawa, tutumie njia zinazofaa katika kuwashauri, kuwaonya na kuwafanya warudi tena katika njia. Na sisi kama viongozi kwa namna ya pekee katika swala hilo la kuhifadhi tunapaswa kweli kuangalia vizuri, kwa sababu wakati mwingine waamini wenzetu wanaweza kuja kwetu kuomba ushauri, au sisi tukajua kwamba kuna mambo fulani yasiyofaa, wamekosea kweli, wamekosea, lakini sasa namna ya kuyatoa tunapaswa tutumie busara, tuwahifadhi. Katika maana sio kwamba tuache makosa waendelee na makosa yao, lakini heshima yao na utu wao unapaswa kuhifadhiwa. Yaani nasema kwa mfano, wewe kama kiongozi umekwenda katika kigango fulani, wewe ni kiongozi, kwa mfano mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya parokia. Pale kuna mambo fulani hayakwenda vizuri, viongozi wa halmashauri ya wilaya pale mmoja amekosea, sisi labda nasema tu, labda kwa mfano ameiba sadaka, ameiba hela ya kanisa. Wewe unafika pale unaambia waamini, hebu njoo basi. Kuja mbele. Mnamuona huyu? Huyu ni mwizi. Hata kama kuna ukweli, namna ulivyotoa kauli zako kwa kweli si busara. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na busara katika maamuzi yetu. Sasa tutaenda pale, tunaweza kumuita tukaongea naye private, bwana, kuna mambo kama haya, tutaona namna ya kuliweka ili likae. Sasa ukianza tu kusema mbele ya watu, sasa hata watu wanaanza kusema halafu hata yeye mwenyewe akitoka pale, na pengine watoto wake wapo pale, mke wake yupo pale au mume wake kama ni wa jinsia tofauti na ile nyingine, basi inakuwa hivyo. Na kwa heshima ya mtu inapaswa kweli kuhifadhiwa kwa busara. Kwa hiyo tuonye, tuelekeze, lakini tutumie busara katika kuwasaidia wenzetu. Mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru tunajua mwanga. Hapa tupo tunaonana hivi kwa sababu ya mwanga. Bila mwanga hapa tusingeonana, si ndio? Au mnasema fikiri hakuna mwanga? Hata madirisha huko, madirisha tumefungua, kuna mwanga mwingine unatoka huko, kuna huku mwingine unatokea kule. Fikiri hapa pangekuwa giza kabisa, tungeonana? Tusingeonana. Mwanga ni nini? Mwanga au nuru ni nishati ambayo inawezesha
vitu kuonekana. Hii ndio definition ya light. Light is something which makes things to be seen. Ni kitu ambacho kinasaidia vitu vionekane basi, na vinaonekana kwa sababu ya mrudisho wa kile mwanga uliopeleka. Lazima upeleke miale fulani afu ile irudi, ndio wewe unapata sura ya kitu kile. Kwa hivyo Yesu anaposema ninyi ni mwanga, anataka tuangaze na mwanga, maana na katika, kwa sababu mwanga ni kinyume cha giza. Palipo na mwanga, nuru haiwezi kuwepo, mambo ambayo hayampendezi Mungu. Sasa sisi tuwe nuru, na katika kile tunachokielekeza ni lazima sisi tuwe mfano. Maana yake kwa kweli ingekuwa hiyo kwetu sisi viongozi, na tuchukue fundisho hili, sisi tuwe mfano wa yale tunayosema. Kama tunasema tunapaswa kusali, basi sisi tuwe wa kwanza katika kusali, tuonekane kwa kwamba tunafika kusali. Tutoe zaka, basi sisi tuwe wa kwanza katika kutoa zaka. Huwezi wewe kusimama unawaambia watu kwamba jamani zaka imeshuka, alafu katika ndani yao wanaenda kupekua tu na wajanja. Siku hizi wanaweza kupekua, wanaona vipi yeye ametoa. Sasa hatuye baada. Hivi kweli utasisitiza namna gani kama kiongozi? Kwa hivyo kuwa nuru, maana yake wewe usimame pale unaangaza, na watu wanasema pale, jamani tufuate ile. Wewe unakuwa mfano katika yale ambayo yanapaswa kufanyika. Basi ndugu zangu, neno la Mungu lituongoze katika haya ambayo tunayafanya leo, lakini katika uongozi wetu, na Mungu atubariki katika kumtumikia na kumshuhudia. Tumsifu Yesu Kristo.